Karibu sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unaendelea kufuatilia kusikiliza taarifa zetu za mchana wa leo ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunakutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ikiwa ndo mara kwanza unatizama unasikiliza channel yetu kupitia mtandao wa YouTube, basi nakuomba kufanya kitu kimoja, subscribe, like, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha niseme asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na siku ya leo tutakuletea habari mbalimbali kutoka sehemu tofauti, hasa sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matumaini yetu utakuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa za habari zetu za mchana wa leo. Langu jina ni Ite Eloge Lulonga, na basi nakwambia Kivu News Info, karibu tukupashe. Basi nakuomba kuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu hii. Karibu. Mauaji takriban watu 38 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa kati ya tarehe 26 na 31 Mei katika kundi la Mutanda, eneo la Rutshuru. Eneo hili liko chini ya utawala wa waasi wa AFC by M23. Mauaji ya chifu msari wa tarehe 30 Mei, Muhindo Sabuni P, chifu wa kijiji cha Kirima, alisimikwa na M23. Aliuawa katika soko la Kashalira na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi wenye silaha. Uchomaji nyumba 543 zilichomwa moto na waasi wa FC by M23 katika vijiji mbalimbali: Marangara, Runzenze, Butare, Kanyangiri, Kasali, Kanyatsi, Mashango, Kibwe, Nyenyeri na Buhambi. Waasi wanawashutumu wakazi kwa kushirikiana na FDLR. Kwa kulipiza kisasi, wapiganaji wa wazalendo walichoma takriban nyumba 10 katika kijiji cha Butare, wakiwashuku wamiliki kushirikiana na AFC M23. Maeneo mengine yaliyoathirika. Matukio mengine ya usalama yaliripotiwa katika vikundi vya Bambo na Tongo, eneo la kichifu la Bwito. Hali ya sasa, ingawa kuna utulivu kiasi kwenye mstari wa mbele, bado kuna mvutano mkubwa katika eneo la Bwito. Idadi ya watu inaishi kwa hofu ya mara kwa mara ya mashambulizi mapya. Wahusika wakuu waliotajwa: waathirika raia, wakiwemo wanawake, watoto na chifu wa kijiji. Ripoti hii inaonyesha hali tete ya usalama na mateso makubwa yanayowakabili raia katika eneo la Kivu Kaskazini kutokana na migogoro inayoendelea inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Kuna mzunguko wa mashambulizi na visasi, huku raia wakibaki katikati ya mapigano hayo. Mtu mmoja ameuawa kikatili na kukatwa kichwa na watu wasiojulikana jioni ya Jumapili Juni 1 huko Kakuku, kijiji kilicho umbali wa kilomita 6 magharibi mwa kituo cha Walikale. Mwili wa mwathirika uligunduliwa Jumatatu asubuhi ukiwa umekosa kichwa chake. Inaarifiwa kuwa marehemu alishambuliwa alipokuwa akielekea mtoni kuoga. Wauaji walimkata kichwa na kuchukua kichwa hicho. Uchunguzi waendelea. Vyombo vya usalama vimefika eneo la tukio kufanya tathmini na wameanzisha uchunguzi rasmi ili kuwatafuta waliohusika na mauaji haya ya kutisha. Sababu ya mauaji hayo bado haijajulikana. Wito wa tahadhari kwa wakazi. Mamlaka za mitaa zimetoa wito kwa wananchi kuwa makini na kutoa taarifa za haraka kuhusu mienendo yoyote inayotiliwa shaka, hasa kwa wakulima, ikizingatiwa kuwa kilimo ndio shughuli kuu ya kiuchumi kwa wakazi wengi wa eneo hilo. Matatizo yanaongezeka huko Ituri baada ya kusitishwa kwa malipo ya pensheni ya wanajeshi, jambo ambalo limesababisha vitisho vya maandamano kutoka kwa wajane wa wanajeshi na onyo kali kutoka kwa gavana wa kijeshi Luteni Jenerali John Luboya Kashama. Kusitishwa kwa pensheni na hasira za wajane. Wajane wa wanajeshi wanatishia kuandamana wakiwa uchi mitaani kupinga kusitishwa kwa malipo yao ya pensheni. Hatua hii imeibua hisia kali na kuonesha ukubwa wa tatizo linalowakabili wanufaika hawa. Hoja za gavana wa kijeshi. Luteni Jenerali John Luboya Kashama, gavana wa kijeshi wa Ituri, ameelezea hofu yake kubwa juu ya athari za uamuzi huu kwa morali ya wanajeshi walio mstari wa mbele. Alisema, askari wa mbele, akijua mjane wake hatatunzwa, anashangaa kwa nini ajitoe kafara tena. Gavana huyo amemnyoshea kidole mkaguzi mkuu wa FARDC kwa kusitisha malipo hayo. Ingawa hatua hiyo inalenga kubaini walengwa halisi wa pensheni na kupambana na udanganyifu, Luboya Kashama anasema njia hiyo imeshindwa hapo awali na sasa inasababisha kutokuwa na utulivu usiovumilika katika eneo la vita. Athari kwa usalama wa Ituri.
Ituri ni eneo muhimu kimkakati na lenye hisia kali, likikabiliwa na shughuli za kundi la waasi la CRPM 23 na wanamgambo wa Thomas Lubanga. Gavana amesisitiza kuwa maamuzi ya kiutawala kama haya yanadhoofisha jeshi wakati wanajeshi wanapoteza maisha vitani. Alidai kuwa askari wanaishi katika mazingira magumu, wakila mara moja tu kwa wiki mbili, na kusitishwa kwa malipo kunazidisha hali mbaya. Uwazi dhidi ya hali halisi ya vita. Kinshasa imewasilisha kusitishwa kwa malipo kama juhudi za uwazi kupambana na wanajeshi bandia. Hata hivyo, kwa gavana, hatua hii inavuruga ari ya wanajeshi, inahatarisha ufanisi wa operesheni za kijeshi na inaweka mkoa kwenye hatari kubwa ya machafuko. Luboya Kashama alisisitiza kuwa jukumu lake ni kusimamia operesheni, lakini anawajibika kwa wanajeshi wasipolipwa. Wito kwa mamlaka za kitaifa. Gavana ametoa wito kwa mamlaka za kitaifa kutumia busara na kuepuka kufanya maamuzi ya kibiro ambayo hayazingatii hali halisi ya eneo la vita. Licha ya maonyo yake mengi, ikiwemo kwa rais wa jamhuri na mkuu wa majeshi mkuu, anasikitishwa na ukosefu wa hatua. Anatoa wito wa kukaguliwa haraka kwa uamuzi huo, akionya kuwa matokeo yanaweza kuwa mabaya, ikiwemo kutoroka kwa wanajeshi, kupoteza imani na kuvurugika kwa safu za ulinzi. Huku hasira ikiongezeka na vitisho vya maandamano vikiongezeka. Joseph Kabila aibua maswali na mashaka. Akiwa mashariki mwa DRC, tangu arejee Goma Mei 25, 2025, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amekuwa akifanya mikutano mbalimbali na viongozi wa maoni katika eneo hilo, hali inayoibua maswali na mashaka kuhusu nia zake. Ziara yake, ambayo anadai inalenga kutafuta amani na utulivu, imepokelewa kwa hisia tofauti, hasa kutoka Kinshasa. Mikutano na ajenda isiyoeleweka. Kabila amekutana na viongozi wa kidini, mamlaka za kimila, viongozi wanawake, wakuu wa elimu ya juu na vyuo vikuu, wakuu wa hospitali, pamoja na maafisa wa kisiasa, utawala na usalama. Mikutano hii imelenga kuonyesha kwamba rais huyo wa zamani hajatengwa na kwamba ananufaika na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wakazi wa mashariki mwa DRC. Wengi wa viongozi hawa wanadai kuwa Kabila amejitolea kuleta amani, utulivu, uwiano wa kitaifa na maendeleo endelevu. Kinshasa yashuku na kujiandaa. Hata hivyo, Kinshasa haiamini madai haya. Christian Lumu Lukusa, mwanachama wa Muungano wa Demokrasia na Maendeleo ya Kijamii, UDPS, chama cha Rais Tshisekedi, anaendelea kusisitiza kuwa Joseph Kabila ndiye kiongozi mkuu wa uasi wa AFC unaoshirikiana na kundi la M23. Lukusa amesema, yeye ndiye muundaji wa AFC, yeye ndiye anayefadhili AFC. AFC M23 ni jeshi la kigaidi. Yeye mwenyewe alipigana dhidi ya vuguvugu hili 2013. Ni nini kingebadilika kwa harakati hizo kubeba matarajio ya watu leo? Tunaijua vyema ajenda zao na tunajiandaa ipasavyo. Kabiliwa na haki ya kijeshi. Ikumbukwe kwamba Joseph Kabila, ambaye kinga yake ya urais iliondolewa na Seneti, sasa anakabiliwa na haki ya kijeshi. Anashutumiwa kwa uhaini mkubwa na uhalifu wa kivita. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa uwepo wake mjini Goma na mashauriano anayofanya ni hatari kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Mtazamo tofauti. Kwa upande mwingine, Profesa Nkere Ntanda, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kinshasa, anaamini kwamba rais huyo wa zamani wa Kongo anaweza kutumia uzoefu na hekima yake kuifaidi jamhuri. Amesema, sitaki kuona uwepo wake huko Goma kama uchochezi au msimamo wa kijeshi wa kuaibisha utawala ulioko madarakani. Nisingependa kusoma hali hiyo kwa njia hiyo. Nadhani kuna uwezekano kuwa kuna nia njema katika mipango ya muungano huyu. Kwa hivyo tuone mustakabali unatuhusu nini. Hata hivyo, sauti zaidi na zaidi zinakuzwa ndani ya kambi ya nguvu ya Kongo kushutumu na kulaani uwepo wa Joseph Kabila katika eneo lililo chini ya udhibiti wa AFC M23 kwa karibu miaka mitatu. Hali hii inaendelea kuweka mazingira ya sintofahamu na mvutano wa kisiasa nchini DRC. C'est lui le créateur de l'AFC, c'est lui qui finance l'AFC. Lui-même, en 2013, il a combattu ce mouvement. Qu'est-ce qui serait en jeu pour qu'aujourd'hui, le même mouvement porte les aspirations populaires? Nous connaissons très bien leur agenda et nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Joseph Kabila, dont les immunités ont été levées par le Sénat, est désormais exposé à la justice militaire qu'il accuse de haute trahison et de crimes de guerre. Certains analystes estiment que la présence de M. Kabila à Goma et les consultations qu'il y mène sont plutôt dangereuses pour le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Le professeur Nkere Ntanda, enseignant à l'université de Kinshasa, pense cependant que l'ancien président congolais pourrait mettre son expérience et sa sagesse au profit de la République.
Je ne veux pas voir sa présence à Goma nécessairement comme une provocation ou comme une posture militaire pour mettre mal à l'aise les régimes en place. Je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait de bonnes volontés dans les initiatives de ces messieurs. Augustine Matata Ponyo atoweka. Baada ya hukumu ya kesi ya Bukangalonzo, Chama cha Uongozi na Utawala kwa Maendeleo LGD na washirika wake wametangaza kutoweka kwa rais wao wa kitaifa, Augustine Matata Ponyo, tangu Mei 21, 2025. Kutoweka kwake kumetokea siku moja tu baada ya kuhukumiwa miaka 10 ya kazi ya kulazimishwa katika kesi inayojulikana kama Bukangalonzo. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari iliyotolewa Mei 31, LGD iliripoti kupotea kwa Bibuli Matata Ponyo na kulaani mamlaka kwa tukio hilo, wakisisitiza kuwa jukumu la serikali ni kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Aidha, chama hicho kimelalamika kuhusu shirika la uhamiaji DGM kunyang'anya pasipoti ya binti yake ambaye alikuwa amepanga kusafiri kwenda Marekani Mei 30. Wametaka pasipoti hiyo kurejeshwa bila masharti. LGD na washirika wake pia wamekataa hukumu ya mahakama ya kikatiba iliyotolewa Mei 20, wakiita uamuzi usio wa haki, wa kiholela na usio wa kikatiba. Katika kumalizia taarifa yao, LGD na washirika wake wameonyesha mshikamano wao na waathirika wa ghasia na ukosefu wa usalama nchini kote. Pia wamesisitiza dhamira yao ya kushiriki katika jitihada zozote za kurejesha amani na kuanzisha utawala halisi wa sheria nchini DRC. Acha nitoe shukrani zangu za dhati kwa wewe ambao ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya mchana wa leo ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, tunakutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza umetusikiliza habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, tunakuomba kufanya kitu kimoja. Usisubscribe, kulike, comment na kushare. Nia na mazumuni ya Kivu News Info ni kuletea habari sahihi na muda kamili. Langu jina ni Iteloje Lulonga, tukiwatangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.